Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Na mtazamaji wangu, tarehe 7 mwezi wa 7 ikiwa ni siku inayozidi kuhusishwa na maandamano ya kihistoria katika Jamhuri ya Tanzania. Hivi sasa viongozi wakuu wa chama Chadema na baadhi ya wanaharakati wanaamini kwamba ni habari njema kwa mamilioni ya wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Hii ni baada ya bango hili ambalo linazidi kusambazwa mikoa mbalimbali, Free Humphrey Polepole. Hii ina maana kwamba iwapo kama kweli Mheshimiwa Humphrey Polepole atakuwa hajaweza kupatikana na kujumuika na familia yake, ama aliko Mheshimiwa Polepole kama kutakuwa hakujaweza kujulikana ifikiapo tarehe 7 mwezi wa 7, basi kutakuwa na dhumuni na sababu kuu ya maandamano ya Sabasaba, jambo ambalo linazidi kushinikiza uongozi wa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kisiasa. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam mtazamaji wangu, idadi kubwa ya wanaharakati wa kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania wanaamini kwamba maandamano ya Sabasaba ndiyo maandamano ambayo yataweza kutumika moja kwa moja kusababisha uwepo wake Mheshimiwa Humphrey Polepole kokote pale aliko aweze kujulikana, na pia uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwani mtazamaji wangu, kuna vipeperushi vya Sabasaba ambavyo vimeweza kusambazwa mikoa mbalimbali vikiwa na ujumbe kwamba iwapo Mheshimiwa Humphrey Polepole atakuwa hajaweza kupatikana, moja kwa moja kutakuwa na maandamano. Kauli hii ama hatua hii inazidi kushinikiza uongozi ulioko madarakani moja kwa moja kutokana na Mahakama Kuu kuchukua muda kufanya maamuzi ya kujulikana aliko Mheshimiwa Humphrey Polepole pamoja na Mheshimiwa Tundu Lissu, uhuru wake kupatikana kwa haraka ama baada ya uchaguzi kukamilika. Hivi sasa mtazamaji wangu, siku zinazozidi kusalia zinazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi huo wa CCM utakuwa na kipindi kigumu na kipindi kikubwa kwa ajili ya kutoa taarifa kuhusiana na uwepo wake Mheshimiwa Humphrey Polepole na pia tangazo kuhusiana na uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Na sote tunafahamu kwamba kwa mara nyingine, iwapo uongozi wa CCM hautaweza kufanya hivyo jinsi inavyozidi kupendekezwa hivi sasa, basi moja kwa moja katika maandamano ya Sabasaba yanayozidi kuzungumziwa kila kona hivi sasa, moja kwa moja itakuwa ni habari mbaya kwa viongozi wakuu katika serikali hiyo, kwani kwa mara nyingine wao ndio watakaokuwa chanzo cha maandamano katika Jamhuri ya Tanzania. Ila sote tunafahamu kwamba kama kweli Mheshimiwa Humphrey Polepole, jinsi ambavyo hashtag zinazidi kusambazwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii Free Humphrey Polepole, basi moja kwa moja kutakuwa hakuna sababu ya maandamano hayo ya amani ya Sabasaba. Na pia iwapo kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu itaweza kupata mwelekeo sahihi bila shinikizo la vyama vya kisiasa, basi moja kwa moja itakuwa ni habari njema kwa Watanzania. Na pia baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakipendekezwa yaweze kuwepo katika uongozi wa CCM, moja kwa moja kwa mara ya kwanza serikali hiyo CCM itakuwa imeweza kuyafanyia kazi. Hivyo basi kutakuwa hakuna dhumuni na sababu yoyote ile ya maandamano ya Sabasaba kufanyika, ila serikali hiyo ya CCM itaweza kulaumiwa pakubwa iwapo ifike hapo Sabasaba moja kwa moja uongozi ulioko madarakani kusalia kimya, huku ukionyesha nia na mbinu ya utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa mara nyingine, basi
Mheshimiwa Humphrey Polepole atakuwa yuko sahihi kwa kile alichoweza kukizungumza kabla ya kutekwa kwake, ya kwamba viongozi walioko madarakani ni viongozi watakaokuwa wakijali maslahi yao binafsi, wala sio viongozi ambao wapo tayari kutumikia mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, hivi sasa jinsi ambavyo mambo yalivyo, kuna sababu chungu nzima ambazo zitaweza kuchangia maandamano ya Sabasaba kufanyika. Sote tunafahamu swala la kupanda kwa gharama ya maisha, pia vijana Gen Z kukosa ajira, tofauti kabisa na jinsi ambavyo uongozi wa CCM uliweza kuahidi utaweza kuwekeza ajira kwa vijana Gen Z, na ndipo ambapo hawatakuwa na nafasi, fursa wala sababu ya kujitetea kwenda kufanya maandamano. Hii hapa ni kauli ambayo uongozi ulioko madarakani uliweza kuzungumza na kuahidi wakati wa kampeni walizokuwa wakizifanya, ila kile kinachozidi kuonekana hivi sasa ni maafisa wa polisi wakionekana kutumiwa kama mbinu ya kuingiza uoga kwa waandamanaji wasiweze kuandamana. Hii ikiweka picha ama taswira ya tukio ama matukio yaliyoweza kutokea 25 Oktoba mwaka 2025. Kwa mara nyingine huenda yakaweza kutokea masuala ya utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji, na sote tunafahamu kwamba kile kinachozidi kutakiwa kutoka katika maafisa wa polisi ni kuimarisha ulinzi kwa waandamanaji, ndipo ambapo wasiweze kuharibu mali ya mtu na waweze kufanikisha zoezi la kikatiba la maandamano ya amani. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu, kwa swala la katiba hivi sasa sote tunazidi kushuhudia jinsi gani ambavyo Mheshimiwa John Heche yupo mstari wa mbele kuomba katiba mpya katika Jamhuri ya Tanzania, kwani itaweza kuchangia pakubwa uhuru kwa wananchi kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani, na pia serikali kuwajibika bila sababu za aina yoyote ile, jambo ambalo hivi sasa halipo chini ya uongozi wa CCM. Na ndipo ambapo tunazidi kushuhudia gharama kubwa ya maisha inazidi kuendelea, wengi kunyamazia kimya swala hilo, masuala ya watu kutoweka katika hali ya njia tatanishi, wengi kunyamazia mambo hayo. Hivyo basi mtazamaji wangu, kwa kweli hivi sasa kama kweli viongozi wakuu wa CCM wangependa angalau kurejesha imani yao kwa viongozi, kurejesha imani yao kwa raia wa kawaida ambao hivi sasa wanazidi kupitia gharama kubwa ya maisha, basi moja kwa moja waweze kufanya mambo ambayo yataweza kukumbukwa daima, kufanywa kwa ajili ya mwananchi wa kawaida ambaye anayezidi kulilia na kujali uwepo wake Mheshimiwa Humphrey Polepole na uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, pia haki kwa wale wote walioweza kuathirika na ghasia za maandamano ya mwaka 2025. Je, mtazamaji wangu, wewe mtizamo wako ni upi kwa uongozi huu wa CCM? Ni jambo gani waweze kulifanya sahihi ili kuepusha maandamano ya Sabasaba yasiweze kufanyika? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.